moja, akakula. Alipotaka kutupa karatasi nje, mtu mwenye alikuwa kwa dirisha amelala akatupa chini. Basi ikatoka Eldoret vizuri, ikaenda Nakuru. Mambo ni sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo ni sawa kwa basi. Ilipofika Mai, watu wakatoa kitu kinaitwa Arab Kiprono 47 AK tata, wakapiga risasi mbili tu. Ndio watu sisi hapa hatuchezi na watu, hapa hatucheki na watu, tuko kwa kazi. Kila mtu lala chini, twende nje mlale. Watu wakalala chini. Huyo mama mwenye alichekelea mhubiri alikuwa na 248,000. Huyo hakuwa na M-Pesa. Alikuwa anaenda kununua gari second hand Nairobi. Mnafikiri walibakishia ngapi? Nyinyi mkipiga hesabu walibakishia ngapi? Nasema kutoa ni lazima, lakini wewe unaamua penye unapeleka matokeo. Ule kijana kabla hajatoka kwa basi alikumbuka karatasi ya biskuti, akachukua hiyo pesa akatupa chini na akaenda nje. Wewe unafikiri akilala nje roho yake ilikuwa wapi? Biblia inasema pale ambapo hazina yako iko ndio moyo wako uko. Roho ilikuwa kwa karatasi ya biskuti. Hawezi wakasema tunajua kwamba wengine wanafichanga hapa. Wakarudi ndani wakasema hii karatasi ya biskuti, wakaenda. Wewe unafikiri yule jamaa kutoka hapo alienda wapi? Basi step ni wapi? Karatasi ya biskuti akapata pesa yake yote. Na akasema kumbe amebarikiwa mtu yule amngojae Bwana, ambaye anaweka ahadi, ukitoa utabarikiwa. Wengine waanglikana si wa hapo, ni yote kwa Yesu. Neno amekuja huko